Leo ni Jumamosi ya juma la 15 la mwaka. Karibu katika tafakari ya siku. Injili ambayo inayotuongoza siku ya leo inatoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 12 aya ya 14 hadi 21. Wapendwa katika Kristo, injili ya leo inatuonyesha jambo linaloumiza moyo. Yesu baada ya kuanza utume wake wa hadhara alikuwa akifanya mambo mengi mema. Aliponya wagonjwa, aliwafariji waliovunjika moyo, aliwafungua waliokuwa wamefungwa na nguvu za uovu, aliwarudishia watu matumaini. Na popote alipokwenda, watu walionja huruma na upendo wa Mungu kupitia utume ambao alikuwa akiufanya. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba kadiri Yesu alivyozidi kufanya mema, ndivyo baadhi ya watu walivyozidi kumchukia. Mwinjili Mathayo anatuambia, Mafarisayo walitoka wakafanya shauri juu yake jinsi ya kumwangamiza. Fikiria jambo hili kwa makini. Yesu hakuwahi kumdhuru mtu yeyote, hakuwahi kuiba, hakuwahi kusema uongo, hakuwahi kutumia madaraka yake kwa faida yake binafsi. Badala yake, maisha yake yote yalikuwa ni huduma kwa watu wengine. Lakini wale waliopaswa kufurahia mema aliyokuwa akiyafanya walifumba macho yao. Hawakuona wagonjwa walioponywa, hawakuona wenye huzuni waliopata faraja, hawakuona watu waliorejeshewa matumaini. Walikuwa wakitafuta kosa, na walipoishiwa makosa wakaanza kupanga njama za kumuua. Hivi ndivyo ilivyo mara nyingi hata leo kwenye maisha ya kawaida kabisa. Wapo watu ambao hawaoni mema unayofanya, hawaoni kujitoa kwako, hawaoni sadaka unayoitoa. Badala yake wanatafuta kasoro ndogo, wanakuhukumu, wanakupinga, na wakati mwingine hata wanajaribu kukuharibia jina lako. Lakini sehemu nzuri zaidi katika injili ya leo si chuki ya Bwana wetu Yesu Kristo kwa Mafarisayo, bali ni mwitikio wa Kristo kwa kile ambacho alifanyiwa. Mwinjili Mathayo anatuambia, Yesu alifahamu jambo hilo, akaondoka mahali pale. Yesu hakuanza kubishana nao, hakuitisha mkutano wa kujitetea, hakutafuta njia za kuanza kulipiza kisasi, wala hakuwalaani. Na tusisahau kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa na uwezo wa kufanya hayo yote. Yeye ni mwana wa Mungu. Kwa neno moja tu angeweza kuzuia, angeweza kuwahukumu au kuwaangamiza kabisa, lakini hakufanya hayo yote. Kwa nini? Kwa sababu hakuja kushinda watu kwa nguvu, bali alikuja kuonesha upendo wa Mungu Baba kwetu sisi. Hakuja kuthibitisha kwamba ana mamlaka, alikuja kuwaokoa watu. Ndio maana baada ya kujitenga na wale waliokuwa wanapanga kumuua, hakukaa nyumbani kwa huzuni. Injili inatuambia kwamba watu wengi walimfuata, naye akaendelea kuwaponya. Ni kana kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alisema, wao wanaweza kunichukia, lakini sitaacha kupenda. Wao wanaweza kunipinga, lakini sitaacha kufanya mambo mema. Hilo ndilo fundisho kubwa kwetu leo. Mara nyingi tunakata tamaa tunapofanya jambo jema, halafu hatuthaminiwi. Mzazi anayejitoa kwa ajili ya watoto wake, lakini badala ya kurudishiwa shukrani anapokea manung'uniko. Mwenzi wa ndoa anajitahidi kuleta amani nyumbani, lakini anajibiwa kwa ukali. Mfanyakazi anafanya kazi kwa uaminifu, lakini wengine wanamzushia maneno mengi. Kiongozi anajitolea kwa ajili ya jamii, lakini analaumiwa kuliko kusifiwa. Katika nyakati kama hizo, kishawishi kikubwa ni kusema, basi nimechoka kufanya mema, bora niache. Lakini Bwana wetu Yesu Kristo anatufundisha njia tofauti. Usiache kufanya mema kwa sababu tu watu hawajayaona au hawajakusifia. Usiache kupenda kwa sababu wengine wamekuchukia.
Usiache kusamehe kwa sababu wengine hawataki kubadilika. Endelea kutenda mema kwa sababu unafanya kwa ajili ya Mungu, si kwa ajili ya sifa na utukufu wa mwanadamu. Mtume Paulo anatuambia, tusichoke kutenda mema, maana kwa wakati wake tutavuna tusipotazamia. Mungu ndiye anayeona yote. Anaona machozi yako ambayo hakuna mwingine anayeyaona. Anaona sadaka zako ambazo hazitangazwi. Anaona huduma zako ambazo hazipewi pongezi. Na Mungu si mwangalizi tu, yeye ndiye mlipaji wa kweli. Ndugu zangu, Yesu hakuruhusu chuki za watu zimzuie kufanya mapenzi ya Baba yake. Na sisi tusiruhusu maneno ya watu, lawama zao au kutothaminiwa kwao kutuzuie kuendelea kuwa watu wa upendo, watu wa huruma na watu wa kuwahudumia watu wengine. Wakati mwingine ushindi mkubwa si kuwashinda wanaokupinga, bali ni kutoruhusu chuki yao ibadilishe moyo wako. Tuombe leo neema ya kuwa na moyo kama wa Bwana wetu Yesu Kristo. Moyo usiochoshwa na kufanya mema, moyo usiolipa ubaya kwa ubaya, au moyo unaoendelea kupenda hata unapokataliwa. Kwa sababu mwisho wa yote si wanadamu watakaolipa mema yetu. Mungu ndiye anayeona na Mungu ndiye atakayelipa. Kubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.